Habarini za leo na karibuni tena katika mazungumzo yetu ya Dira Mtaani. Leo tupo Boko Mnemela. Watu wakisikia Boko wanaotazama wanaweza wakafikiri ni ile Boko ya Tegeta kule ukiwa unaelekea Bagamoyo. Lakini sio hiyo. Leo tuko Boko nyingine. Boko Mnemela. Hebu mmoja ajitolee kumwambia mtu ambaye kwa mfano anatokea Dar. Unafikaje hapa? Mmoja tu atuelezee unafikaje hapa ili watu wajue tuko wapi. Aliyeshika maiki mmoja. Hapa tuko wapi? Tunafikaje? Hapa tupo Boko hapa. Tunafikaje hapa? Hapa kufika kidogo kuna kachangamoto kidogo. Kutokana na anayetoka Dar lazima afike Mbezi. Akishafika Mbezi afike mahali moja, akifika mahali moja ndo kidogo yani kwa bodaboda ndo unaweza kawai. Kwa gari pia inachelewa kutokana na barabara yetu pia ina changamoto. Kwa bodaboda ukifika mahali moja pale unaelekea wapi? Mahali moja pale sasa unachukua unapitia inabidi utafute Tumbi. Unaitafuta Tumbi? Tumbi. Ukishapita Tumbi? Tumbi unaingia hapa shule hapa, ukishafika shule unakata mkono wa kushoto. Na kushoto ndo unaitafuta Timiza. Boko Timiza. Yeah. Kutoka Boko Timiza ndo unafika hapa Boko Mnemela. Ndio. Hii Mnemela maana yake nini? Mnemela. Labda tumuulize mzaa ndo kidogo anaweza akatufafanulia hilo fumbo, maana nasikia ni fumbo. Hiyo tutapeana kama homework, twende tukatafute Boko Mnemela maana yake nini. Kwa tuko Boko Mnemela, hapa ni mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibaha, sio mbali sana na Dar, na tumekuja tena kwa mara nyingine katika mazungumzo yetu haya na vijana ya Dira Mtaani, kuweza kusikia vijana wanasemaje. Na mazungumzo haya yanaletwa kwenu kwa ushirikiano wa Umoja wa Ulaya pamoja na chombo hiki kinaitwa The Chanzo. Mwishoni pale tutaulizana kidogo kama mnafahamu Umoja wa Ulaya ni nini na wanafanya shughuli gani hapa Tanzania. Lakini kwa sasa swali la kuanzia, nyoosha mkono kama umeshasikia kuhusu Dira ya Taifa ya mwaka 2050. Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Labda umeisikia kwenye redio, kwenye TV, kwenye mitandao ya kijamii. Kama kuna umewahi kuisikia, nyoosha mkono. Hamjawahi kusikia? Wewe umewahi kusikia? Umesikia lakini haujafuatilia. Hamna neno. Wengine hamjawahi kusikia kabisa. Waziri, raisi, makamu wa raisi wamezungumza kuhusu Dira ya Taifa, lakini nyinyi hamjawahi kuisikia. Hamfuatilii. Sio habari zenu. Unasema hamfuatilii? Hatufuatilii. Kutokana na ugumu wenyewe huko. Kwa inakuwa changamoto pia kufuatilia. Ugumu wa maisha, changamoto, muda wa kufuatilia, kujua habari za dira unakuwa hakuna. Kidogo. Lakini neno dira tunalifahamu. Tunalifahamu. Maana yake nini? Tutajie majina yako afu tuambie dira maana yake nini? Naitwa Husna Musa. Dira kama dira ninavyojua mimi. Ndio. Najua ni dira, lakini kuna chaneli gani ya nini? Chaneli ya nini? Ya Dira TV. Mambo ya yani wanazungumziaga kwenye mambo ya nini haya? Maendeleo ya kitaifa. Kwa ninavyojua mimi, lakini dira ni mazungumzo kuhusu maendeleo ya kitaifa. Yeah. Mwingine? Dira maana yake nini? Kwa jina naitwa Semeni Rajabu.
Kwa mimi ninavyofahamu maana ya dira, yani neno dira ninavyolifahamu mimi. Ndio. Ni kama mwongozo fulani hivi. Mwongozo fulani. Sawa. Dira ni mwongozo fulani. Ndio maana Tanzania imejitengenezea dira yake ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 iweze kutupatia mwongozo wa kule tunakotaka kufika ifikapo mwaka 2050. Kwa kuwa dira ni mwongozo, je, kila mmoja wetu hapa ana dira yake katika maisha yake? Ndio. Wewe una dira? Dira yako unataka ufike wapi? Semeni. Mimi dira ninayo. Mpaka ifikapo 2050 binafsi. Nataka niwe na biashara yangu kubwa, nimiliki yenye jina kabisa natambulika. Yaani sio biashara tu, yani biashara yenye jina hata kiserikali ile inatambulika, lakini kuna changamoto. Changamoto mtaji. Semeni dira yake anataka kuwa na biashara yake kubwa inatambulika, lakini sasa hivi anakabiliwa na changamoto ya masuala ya mitaji. Mwingine mwenye dira yake katika maisha yake? Elizabeth. Na mimi dira yangu ni kupata mtaji ili niweze kusomesha dogo zangu, wazazi wangu, niishi na familia yangu. Tatizo mtaji sina. Unataka uwasomeshe wadogo zako na kuwasaidia wazazi wako ili waweje? Hiyo ndio itakuwa dira yako, ili waweje? Ili waweze kuwa na maisha mazuri. Maisha mazuri yana sifa gani? Yanafananaje? Mtu akikwambia kwamba utuambie maisha mazuri, ndio yapi? Maisha mazuri. Kupata wao wanakula vizuri, wanakula vizuri, furaha, amani. Wanakula vizuri, wawe na furaha, wawe na amani. Na upendo pia. Na upendo. Aha. Tutarudi kwenye hayo. Mwingine mwenye dira yake katika maisha yake? Kwa majina naitwa Shakila Salum. Mimi nataka nipate maendeleo yangu, na nataka mimi binafsi niweze kumiliki nyumba kwangu mwenyewe, na nina fani ya kusuka, ila sikupata mtaji wala kuendelezwa kwenda katika vyuo vya ususi kuweza kujiendeleza mimi mwenyewe. Kwa hiyo unataka utumie fani yako ya ususi ukijiendeleza ili uweze kuboresha maisha yako, uwe na nyumba yako wewe mwenyewe. Wewe ndo umemsuka dada yule pale nyuma, naona kuna dada amesuka vizuri kweli kweli. Wewe ndo umemsuka yule? Na kweli hiyo fani unayo. Sijui kamera zinampata yule dada aliyesuka pale kwamba ile ndo mkono wa Shakira huo. Haya, vijana wa kiume sijasikia nyie kama mna dira, kama mna miongozo yoyote, kama mna ndoto zozote katika maisha yenu. Chukua mic. Au mpo tu. Twende hapa, tuanzie hapa. Jitambulishe. Kwa majina naitwa Mohamed Alfani. Dira yangu mimi bwana, leo namiliki cha mtu, natamani siku moja dira yangu inifikishe pazuri, nimiliki cha kwangu mwenyewe. Ndio kipi hicho cha mtu unachokimiliki sasa hivi? Kwa mfano kama sasa hivi mimi ni dereva bodaboda, naendelesha mikataba ya watu, natamani siku moja na mimi niwe na za kwangu tena, maana hii mikataba tunayopambana nayo kiukweli ipo juu. Kwa hiyo nitamani tungepata nafasi yoyote ile, ili mradi na sisi tupate wepesi wa hichi tulichokuwa nacho. Hivi bodaboda lazima kuwa na hizi sandals? Hapana. Sikuingia leo kazini. Lakini mnakuaga na hizi sandals? Ndio kazini. Ndio? Ndio logo zenu hizo. Sawa. Kwa hiyo sasa hivi unafanya kazi ya bodaboda, lakini ni chombo cha mtu. Matamanio yako ni kuwa na cha kwako. Na wewe mipango yako? Kwa majina naitwa Ali Hamisi. Mimi bwana, dira yangu mimi kwa maisha yangu, nilikuwa napenda mimi nahusika kwenye masuala ya, yani napenda sana, ndoto yangu mimi ni kuwa msanii. Na katika changamoto yetu si ya usanii, kikubwa ni vifaa, alafu pia kwenye makundi ambayo tunakutana nayo, tunakutana na makundi ambayo naona si sahihi katika changamoto yangu mimi ambayo inanifanya mimi, maana mimi natamani niwe msanii mkubwa, nipate watu wanisapoti. Msanii wa nini? Sanaa unajua ziko nyingi sana.
Mimi nakava kwa nafasi mbili, nacheza kama ni mwigizaji wa komedia na series, yani movie. Mwigizaji. Yeah. Anifikiri msanii labda wa Bongo Flava. Hapana. Kuna bedi sana na pia kazi zipo ambazo tushazifanya, kwa hiyo tunajitahidi kadri uwezo wetu, ila natamani nifike mbali zaidi. Tupatie watu ambao watatusupport, maana shida kubwa inakuja kwenye vifaa, mdhamini au manager kusupport. Hivyo. Sasa nikwambie kitu, ukipata nafasi ukaenda ukaangalia hata mitandaoni, ukaiangalia hiyo dira ya taifa ya mwaka 2050, ina kipengele kabisa kinachozungumzia masuala ya sanaa. Wametambua mchango wa sanaa katika kufikia maendeleo ya kitaifa. Hebu ukipata muda uende ukaangalie, halafu siku nyingine uweze kutuambia, je, walichokiweka pale kinatosha? Kitaweza kwa yale matamanio ulionayo wewe na unavyoona kwamba unataka kutoka hapo ulipo uweze kufika mbali zaidi. Je, walichokiweka kwenye ile dira kinajitosheleza? Kitaweza kweli kuwasaidia wasanii wadogo wadogo na wakubwa waweze kujiendeleza katika sanaa zao? Tupate mwingine mmoja mwenye dira yake katika maisha yake. Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Husna Musa. Mimi ni mama wa nyumbani. Sina kazi yoyote, sijishughulishi na chochote zaidi ya kutembea tembea tu mitaani. Hebu rudia tena. Wewe ni mama wa nyumbani, hujishughulishi na chochote, unatembea tembea tu mitaani. Sasa msicheke. Anaongea uhalisia, ndo dira yangu inavyonionyesha. Mimi ni mama wa nyumbani kweli. Sina ajira yoyote, sina kazi yoyote, ni kutembea tembea. Ila nilikuwa naomba kama nyie wenyewe, labda serikali yenyewe kaamua hata huku Boko hii Kibaha yetu hii, paka hata na viwanda nini kidogo, naweza hata na mimi nikapata ajira kidogo, nikafanya kazi, maisha yakasogea. Sasa kiwandani utaenda kufanya kazi gani kama wewe ni mama wa nyumbani na kazi yako kutembea tembea tu? Yaani maana yake kutembea, yani hapo wenyewe natafuta kazi nakosa. Una uzoefu gani? Una fani gani? Kwa fani sina, usema kweli wa Mungu. Ila sasa huko kiwandani ukienda wakakwambia kazi zipo, lakini wewe una fani gani? Kazi za viwandani zinajulikanika. Hazinaga zile kaeka. Hazina kaeka, unaenda tu. Yaani unaenda, sasa unaweza kama viwanda vingine hivi kutengeneza sabuni au vingine kufunga hivi vifuniko. Unaona? Havikushindi hivyo. Havinishindi hivyo, sema kweli. Husna, una watoto? Nao. Wangapi? 2. Hivi ulezi wa watoto sio kazi? Sasa ulezi wa watoto uwe na mtu ambaye anakusapoti. Lakini kama mimi mwenyewe ni mama wa nyumbani, niko peke yangu na niko kwetu, sina sapota yoyote, nategemea familia ya nyumbani. Ajira zenyewe hizo hata za viwandani huku hakuna. Baba wa mtoto yuko wapi? Amenikimbia, yuko nchi za nje. Amekukimbia, yuko nchi za nje. Hatumi matunzo ya watoto wake. Hamna huduma kabisa. Hilo ni la muhimu sana. Kweli. Kwa hiyo ukiangalia mustakabali wa watoto wako unauonaje? Katika hii dira ya taifa, watoto wako watatoboa kweli? Ndio hivyo, nikizidi kupambana hivi kazi za kuungaunga, watatoboa tu kwa uwezo wa Mungu. Lakini na sisi kidogo tulete viwanda huku kidogo, hata maana vijana wengi wanaozurura huko wako wengi hawana kazi. Na viwanda kwa huu mkoa wa Pwani, mtu akiwa anapita tu hata kwenye ile barabara kubwa, ukiwa unatoka tu Kibaha unaenda mpaka Chalinze, unaviona viwanda. Wametengeneza, inaitwa nini? Zone sijui nini. Mmeiona kule karibu na maili moja? Mmeiona? Viwanda vingi tu. Ila ajira ni mtihani yani. Na kwanza nauli zenyewe pia ni changamoto. Afu ajira kama sasa hivi jinsi zilivyo. Ngoja chukua mic. Sasa hivi kazi za huku viwandani, unaweza ukataka kazi kweli ukaenda kiwandani, lakini ajira za sasa hivi huku huwezi kupata ajira bila pesa. Unaambia toa pesa upate ajira. Anakuambia utoe pesa ili upate ajira ni nani? Vile viwanda si ni vya Wachina sijui nasikia. Sasa wale viongozi wale unawakuta
Inabidi Watanzania wenzetu. Hao Watanzania wenzetu hao ndio tunayeumizana. Inabidi utoe kiasi fulani na upate nini? Ajira. Na ukiangalia na ushahidi au ni story za kusikia? Ushahidi upo. Dada anataka kuongea, hebu mpe mic hapa. Kwa majina naitwa Rehema Magesa. Kwa mimi nilikuwa juzi wiki iliyopita Jumatatu nilienda kuomba kazi kiwandani. Kiwanda cha nini? Kiwanda kinashughulika na mayai, uokotaji wa mayai. Lakini pale siku ya kwanza kuna haja ya kukitaja jina la kiwanda, wewe endelea tu. Tulivyoenda pale tukaambiwa rudini mje kesho kutwa, ambayo ni Jumatano ya wiki iliyopita. Kweli tukarudi Jumatano tukaenda, tulivyoenda tukaambiwa mmechelewa, njooni Ijumaa ambayo ni jana. Jana tumefika pale tukaambiwa kwa leo tena vifaranga bado hawajafika, kwa hiyo rudini mje kesho. Kwa mimi tayari nikawa nimeshafanyaje, nishakata tamaa. Lakini pembeni watu sasa wakawa wanaongea kwamba kiwanda hiki wanapokea mtu ukiwa na hela, yani uwe na hela, kwa kiongozi unaenda unafanyaje, unampa. Kiongozi ni Mwafrika tu kama sisi. Unaona, yani uwe na hela unaenda unampa ndio unaingizwa kiwandani. Sasa mimi hela sina, nauli anaenda kutafuta kazi huko kwenda na kurudi shilingi 12,000 kutoka hapa mpaka huko kiwandani. Shilingi 12,000 kwenda na kurudi. Na nimeenda mara 3 sawa sana 36,000. Ndio maana nikaona nikate tamaa. Unaambiwa mpaka uwe na hela. Sasa mimi mwenyewe napambania kazi, lakini ndio hivyo tena, unafika kule unaambiwa utoe hela ndio upate kazi. Kwa sisi wa hali ya chini natuumiza sana. Nikiangalia nyumbani na watoto 2, shule kwenyewe ndio hivyo hawaendi hivyo yani. Wana umri gani hao watoto? Wana miaka 7 sasa hivi, mapacha. Mapacha. Kwa nini hawaendi shule? Uwezo yani, mimi ndo baba, mimi ndo mama yani, napambana nao nashindwa. Shule elimu si ni bure? Bure, lakini vifaa sasa unakuta vina cost. Kwa hiyo watoto wanakaa nyumbani hawaendi shule kwa sababu yani umeshindwa kukidhi gharama. Kwa sababu watoto wenyewe ni 2 afu wa kiume tupu, ndio hivyo kama anavyosema mwenzangu hapo, baba ndo kashaingia mitini. Wewe wako kaenda wapi? Huyu wako wake yeye kaenda manchi za nje. Yupo kwa baba yake na mama yake, ila ndo hataki kusema kwamba eti kuhusu masuala ya watoto, anakuambia baba wa watoto wako yuko kwao kwa baba yake na mama yake. Na wewe uko kwenu? Mimi nimepanga hapa Boko, sipo kwetu. Sasa nataka kuuliza swali lakini naona swali lenyewe kama linakuwa gumu. Uliza tutajibiwa tu. Yani kwa nini sasa yeye mwenyewe inaonekana sasa kama na yeye mtoto? Manake karudi kwao. Hafu wewe ndo akakuachia watoto. Sasa yeye alipotafuta watoto afu yeye karudi kwao, alitegemea watoto wake wabaki na nani? Yeye kwa madai yake anavyosema. Naona kwa madai yake anavyosema yeye watoto anawataka. Sasa mimi naona watoto bado wadogo. Unaona, kwa kama hutaki kunipa watoto wewe pambana nao. Na mimi kweli napambana nao. Siku zote mzazi hamtupi mtoto, ila mtoto anatupa mzazi. Kwa hiyo siwezi kuacha watoto wakaishi mazingira ambayo mimi mwenyewe sijafurahishwa nayo. Yani mazingira ni magumu. Japo yeye ndo baba anasema atakaa nao, lakini kwa mimi moyo wangu bado haujaridhika. Ukiangalia mazingira ya huko kwao hujaridhika nayo. Sijaridhika nayo kwa sababu ni magumu yani. Haya, sawa, tuendelee, turudi kwenye viwanda. Hili la malezi ya watoto na nini tutaliongea tena. Lakini turudi kwenye viwanda. Mohamed, wewe umesema hata nauli pia inakusumbua ya kwenda kutafuta hizo ajira kwenye viwanda. Huyu hapa Mohamed aliongea pia. Ndio yeye ni bodaboda lakini aliongea kuhusu viwanda. Ndio nilichokuwa nataka nimuulize, hebu apewe mic. Unataka viwanda wa kujengewa kuletea ulipo? Sio wewe ukatafute ajira kwenye viwanda, unataka viwanda ujengewe uletewe hapa Boko Mnemela. Hilo unaloongea naweza likawa lina ukweli kutokana na changamoto. Hata kama viwanda vitakuwepo ndio, lakini na sisi navyo tuko navyo mbali. Kwa hiyo unakuta ule mshahara ambao tutakaopokea huko tutakuwa tunagawana sawa pamoja na na usafiri kulingana tupo mbali. At least sasa tungekuwa navyo hata karibuni, manake hata hapa wenyewe kijijini tunaona maeneo ya wazi ya kwao au serikali ni hapo, basi wangetusogezea hata huko karibuni, huenda tungeweza kupambana hiyo. Wangapi hapa, tunyoosha mikono, umewahi kwenda kujaribu kuomba kazi kwenye kiwanda chochote? Tunyooshe mikono. Kadhaa. Wangapi wamewahi kufanikiwa kupata kazi kwenye kiwanda chochote?
4. Bado unafanya kazi kiwandani? Hebu mpe mic. Ulipata kazi kwenye kiwanda? Jitambulishe. Naitwa Emmanuel. Halafu ukaacha. Kwa nini uliacha? Ile kazi niliacha kwa sababu kazi yenyewe ilikuwa wanalipa pesa ndogo. Kiasi gani? Yaani kwanza tulikuwa tunapigika kwanza. Mara kwa nafanya kazi ya kushusha unga pale Tazara pale. Kushusha unga. Siwezi siwezi kukitaja. Hamna haja ya kutaja. Tazara pale. Kushusha unga kuanzia saa 12 jioni ile mnaingia pale kiwandani. Mnakaa kikao ile saa 1 mnapewa lisaa pale. Saa 1 ile mnaanza kufanya kazi kushusha unga. Mashine zinakata pale saa 12 asubuhi. Yaani saa 12 kamili pap mashine zinazima. Kwa kama mzigo bado upo chini lazima mshughulike nao mpaka uishe, hata kama ikiwa saa 6. Ule mzigo mpaka uishe. Ila ilikuwa ikifika saa 7 usiku ile mnapewa chai bure, mandazi mnauziwa. Sawa. Kanda kinafahamika hivyo. Hamna haja kutaja. Umeona? Kwa sababu ile kazi ile ni ngumu kwa mtu ambaye hajawahi kuifanya, hawezi kuifanya. Hiyo wanafanya Wasukuma tu kama sisi, nguvu zao kidogo. Umeona? Nimefanya sana kazi pale nimefanya kazi pale miezi mingi. Baadaye nikaachana na ile kazi. Yaani ile kazi ilikuwa tunalipwa. Tuseme kwa hakuna mshahara ambao una nini, maximum kabisa kwamba mshahara mtapata shilingi ngapi. Mnalipwa kutokana na kazi mtakaoifanya. Kwa mnakuta watu mpata 100 au 80. Mashine zilikuwa 2 pale. Afu kazi ngumu, afu ile kiwanda ile kubwa, unabeba kiroba cha unga kukitoa hapa karibia kwenye ile nyumba kule. Unaenda ukipanga kule, mnapanga si mkitoka huko tena mashine hiyo ishashusha maviroba ya kutosha, na mnahamia tena kule mnaenda kubeba na kwenyewe yani ni kazi ni ngumu. Ila sasa mpaka ile asubuhi ile saa 12 inapofika saa 12 mashine zinazima. Mnapokuja kumaliza kazi mnaenda kuoga, mnajisafisha nini kwenye malipo sasa. Yaani unakuta muda mwingine umefanya ile kazi unapata 10,000 kwa kazi ya usiku mzima. Mpaka asubuhi. Alafu hapo sasa kipindiko mimi nakambagana, toka Mbagala na kuja kule. Sawa. Nauli kula. Ile kazi muda mwingine hata 5,000 asubuhi mpaka asubuhi. Alafu umepigika bara miguu yani haifai tamaniki hata kutembea uweze muda mwingine. Sawa, asante. Mwingine ulipata kazi kwenye kiwanda. Tumpe dada Mike kule. Jitambulishe halafu hebu tupe na wewe uzoefu wako kidogo. Kwa majina naitwa Atende Salum, ni mzaliwa wa Boko. Mimi nimefanya kazi niseme ni kiwanda au ni kampuni Happy Maelekezi kwenye mradi wa Leli Standard Gauge. Yaani kiufupi kwa sisi wa Tanzania, upataji wa kazi kwetu ni changamoto. Usipokomaa huwezi kupata kazi. Mimi pale kazini inaanza Happy Maelekezi pale Soga, kituo cha kwanza Soga. Nimeanza kufanya kazi pale nilikuwa nalipwa kwa siku shilingi 8,000. Shilingi 8,000 kwa siku. Ndio inaanza. Na pale kuingia kwenye kazi kiufupi nilipitia kwenye serikali ya kijiji pale Soga. Tulipeleka pale barua, tukaenda. Asilimia barua sisi ndio tulikuwa kwanza. Lakini mimi sikupata kazi kupitia serikali ya kijiji ya Soga. Ila nilipata kazi kwa nguvu zangu. Ambao tulifuatilia pale, tukaona pale hapa kupata kazi sio kesi, hatuwezi kupata. Wanakuja wageni walikuwa wanapata kazi, sisi wenyewe tulikuwa hatupati. Siku hiyo ndio ikaja fursa pale. Wakaja wenyewe Waturuki pale, walipofika pale wanataka kazi waingie wote. Tukaingia pale, kila mtu na fani yake kwenda kutesti. Kweli nilivyoenda kutesti kwenye fani yangu ile wageni wa kutoka maeneo mengine wakija wanapata kazi. Wanapata kazi kutokana ni pesa, wengine kila mtu alivyo yeye anajua. Ngoja nikukatisha hapo, niulize swali. Na ni swali la uchokozi. Wenyeji wa mkoa wa Pwani, Wazaramo ambao ndio wengi, huwa watu wanasema hampendi kazi ngumu. Na kukatalia, na nakataa kwa sababu mimi ile kampuni unifichi chochote. Inaanza fence, inazungushwa fence pale. Wazawa ndo watu wa kwanza. Na ikiwemo mimi shemeji yangu alionilea mimi, ndo kajenga zile kota za pale zote. Hila hakupata kazi kupitia serikali. Asilimia kubwa wanakijiji ndo wakaja kulilia huyu ni fundi mkuu, anatakiwa aanze. Ndo akaingia ndo akaanza kulipwa shilingi 8,000.
tulilipwa ndani ya wiki hizi 3 ndo tukaanza kulipwa kwa mwezi. Kwa hiyo nikaingia pale kama kwenye kupika chakula. Baadaye kwa sababu nina fani yangu nikaingia kwenye reba mimi. Kweli nilifanya pale kazi mpaka mwenyewe nikahamishwa pale nikapelekwa Shauri Moyo. Nikaja nikaacha. Nilivyoacha nikakaa nikaenda kutafuta kazi Bagamoyo kwa sababu nimekaa sana Bagamoyo. Sugar. Na kama hujapambana wewe mwenyewe kiukweli, kwa sisi ngozi nyeusi tukikutana pale getini kutafuta kazi utoboi bila kupambana wewe kama wewe. Kupambana ndio nini yani? Yani unaweza hivyo vigezo vya pesa ni vipo sehemu nyingi sana. Kupambana ndio kama hiyo kutoa pesa. Kama unataka kazi 1% kubwa, kama huna mfuko wako au uwezi kutoa kitu, uwezi kupata kazi. Hivyo viwanda vingi vipo sana. Ngoja tutarudi. Alafu isitoshe 1% kubwa kuna sehemu nyingine kuna unyanyasaji na sisi wanawake. Unaweza ukaenda kuomba kazi una CV zako zote. Ukakosa kazi, akakwambia unataka kazi, njoo sehemu fulani jioni tukutane. Hapo kuna rushwa ya ngono. Kwa hiyo CV zako zinawezekana zikatiki zikawa ziko vizuri. Ila kama kile ulichojampa, anaweza akaja mtu na CV zake haiko sawa, ila kampa anachokihitaji. Yule akaingia kazini, wewe mwenye CV yako ulionyoka usiingie kazini. Hivyo vitu tumeviona na kuna viwanda vingine vipo hapo tu Soga. Hizo changamoto zinapitia mimi kweli. Rushwa ya pesa, rushwa ya ngono ndio uweze kupata. Yani kwa sisi wasichana wanawake tuna changamoto hiyo. Mimi nimepita kwenye viwanda vingi, nimepambana, ni single mother, nasomesha mwenyewe wanangu, ila na wewe pia ni single mother. Ni single mother. Na ninasomesha mwenyewe. Tutarudi kwenye viwanda. Nataka nirudi kwa hawa vijana hapa. Kwa nini mnawaacha dada zenu wanakuwa single mothers tu hapa? Ni kweli. Lakini kikubwa sasa hivi nyewe single mother wewe wengi. Nyewe si watoto wa 2000 lakini. Wewe mtoto wa mwaka gani? Wewe wa mwaka gani? Yaani watoto wa 2000 sasa hivi ni wasumbufu kwanza. Yaani kama una kitu, yani kama wote wasumbufu. Kama una kitu, watoto wa 2000 wasumbufu. Wanakusumbua nini wewe? Yaani hawa unamuona mweka ndani. Sawa, yani kuhusu kuoa yani sasa hivi tunaoa, kusema kweli vijana hatuna kitu lakini tunaoa. Ila sasa changamoto inakuja. Disco hela kwako. Wewe kwenye mihangaiko wewe humo. Yani hujatulia, ndio maana mnakuta hatuwezi kuishi tukatoboa kimaisha kutokana na wewe bado mtoto wa 2000. Wewe mtoto wa 2000. So kweli yani wanaume sasa hivi wakishamzalisha mwanamke hususani hapa kwetu Boko. Mtu akishazalishwa, yani ukiangalia katika watu ambao labda wanaishi mpaka leo na wanaume zao, wanaoishi nao, walikuwa labda ndio mwanaume kashazaa naye na mpaka leo bado yupo naye, wachache. Ila katika 10 wanaweza wakawa wangapi? Hata wawili kati ya 10. Yani hapo ukiangalia hapa mtaani wengi ni masingomaza. Na hapo misukosuko mingi unapitia, unavumilia, unakaza tu. Tukiacha fursa za viwanda, kuna fursa gani nyingine hapa ambazo mtu akiangalia kijana wa Boko Mnemela anaweza akazitumia kuweza kutoboa ili kifika mwaka 2050 aweze kufikia zile ndoto zake? Kuna fursa gani nyingine? Naomba mstari wa nyuma ambao hawajaongea tujitahidi tuchangie kidogo. Kuna fursa gani nyingine zipo hapa katika wilaya yetu, katika mkoa wetu ambazo vijana wanaweza wakazitumia? Inawezekana kuna changamoto, lakini kwanza fursa. Kuna fursa gani ambazo ziko hapa vijana wanaweza wakazitumia kuja kuamua kimaisha? Jitambulisha. Kwa jina naitwa Maulidi Mashaka. Kwa fursa kwa sasa hivi zilizokuwepo kwa vijana ni pikipiki, kuendesha bodaboda. Kuendesha bodaboda. Kwa vijana wengi wanapambana na kufanya kazi ya bodaboda ndio kidogo wanapata riziki. Kazi ya bodaboda unaona inaweza ikakutoa ukafikia ndoto zako katika maisha yako? Kazi ya bodaboda inaweza kukutoa ukafikia katika maisha yako ndoto zako. Sawa, Mohamed ananyongeza hapo, ungempa mic aongezee. Hebu ongezea kazi ya bodaboda inavyoweza kumsaidia kijana kutoboa kimaisha. Ndio, in short ni mikopo tu ya bei nafuu. Mbona inaweza kasababisha sisi vijana wa bodaboda, maana ndo fursa yetu kwa sasa ambayo tuko nayo. Maana hata kipindi cha nyuma ikitokea labda serikali katika kijiji imetoa labda mikopo, sana sana wanapewa tu wa mama wakina mama lishe, mwisho wa siku inakuja inawashinda. Wakati sisi vijana tupo tunahangaika mikataba hapa pikipiki za watu kwamba kila siku shilingi 10,000 tunalipa ziendapo kwa Mungu, lakini kama ikitokea serikali imetuwezesha
hata tungekuwa tunarudisha chini ya hapo kidogo ungekuwa kuna afadhali, tunaona kabisa tunatoboa, kwa sababu hizo pikipiki tulizokuwa nazo tunaendelesha mikataba, lakini watu tunafanya maendeleo yetu madogo madogo katika jamii na maisha yanaenda, lakini tunaona kabisa ili ndoto zetu. Kuna ile mikopo ya halmashauri umewahi kuisikia? Ya 10% ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Nilishawahi kuisikia. Umeshawahi kwenda kuomba? Hapana, manake ninavyosema hapana mpaka uwe labda niseme sijui una ukaribu au una sababu ya kuweza labda kusema unaenda kuongea na ukasikilizwa na hiyo labda ukaingizwa katika hiyo fomu. Yaani hujaenda na tayari umeshaona hutapata? Hapana, walioenda wapo, labda unaweza kaenda ikawa nafasi yako labda imeisha hapo au kwamba hauna nafasi hiyo. Ngoja. Nani hapa wamewahi kuomba hiyo mikopo? Hebu tumpe. Wewe elezea uzoefu wako, halafu tutamsikiliza na dada kule. Ile mikopo ya halmashauri umeshawahi kwenda kuomba? Nilienda kuomba mkopo. Nilikuwa na biashara yangu, nilikuwa nataka niendeleze kidogo tu. Kwa hiyo nikaenda nikaambiwa kuna process za kufuata, kwanza niwe na namba ya NIDA. Kuna niende kwa mheshimiwa mtendaji. Kwa hiyo ila nafika kule kwenye process kwanza za watu wa chini hapa, kuna wale kwenda kwa mwenyekiti, si mjumbe nani. Ila naona hadi hiyo changamoto lazima kwanza utoe kitu kidogo, yani mkono kidogo uwe mrefu uweze kusaidika. Yani sisi maskini ndio tunazaraulika sana kwenye swala hilo la hivyo, yani kwamba lazima uwe na hela kidogo uweze kupata huo mkopo. Labda uwe nani katika kijiji. Na alofanikiwa wanakuambia lazima walitoa posho kidogo ndio akafanikiwa kufanikisha huo mkopo. Hebu tumsikize na dada kule uzoefu wake na yeye kwenye hiyo mikopo. Mikopo ya halmashauri ni kweli ipo, ni 1% chache sana waliopata mikopo ya halmashauri. Na mikopo ya halmashauri kwa wenyewe huko wanapotoa hawana changamoto yote, ila changamoto ya mikopo ya halmashauri kwa sisi vijana tunashindwa kwa sababu chache kwenye uongozi wetu wa huku chini. Sisi vingine ni serikali za mitaa. Serikali za mitaa, hii mikopo imetoka kwa fursa vijana kama sisi. Kuna vijana wazee walemavu, mikopo hii 1% chache sana ya halmashauri. Ila mimi kama mimi nikitoka hapa nikachukue mkopo, ninaenda pale serikalini nitakapopewa mwongozo. Pale serikalini ukifika ndo nakutana na changamoto ya kwanza, kukutana kuna mtu ambaye muhusika wa maendeleo. Wewe utaambiwa katunge katiba. Utatoka utaenda kutengeneza katiba yako, mfano mpo watu 5. Mnatengeneza ninyi katiba yenu. Mmejitosheleza. Utaipeleka pale. Kila kitu unafuata unakipeleka pale, lakini yeye atakwambia katiba hii sio. Toa 60,000, toa 30,000, toa hela kadhaa nikupe katiba ya kwakepo kwenye mkoba. Mnaenda na katiba yenu, mnaambiwa katiba yenu sio. Au atakueleza nenda sehemu fulani katoe kiasi kadhaa, kuna katiba. Utapeleka pale, utapambana. Atakwambia inatakiwa nauli ya kiasi sehemu fulani. Yaani unaweza ukafuatilia huu mwezi wa pili wa mkopo mpaka mwezi wa 10 hapo ushatupa hela zaidi ya ile unayotaka. Hicho kwenye kikundi. Sangeni katika milioni 10 mnaochukua, mshapoteza milioni 3 kufuatilia tu hizo changamoto. Ndio maana nakuta 1% sisi vijana. Unafuatilia, mimi mwenyewe nimefuatilia, nimekuja nifanyaje? Nimefikiria ile hela nilikuwa natupa. Je, ningejichanga mimi ningewekeza kwenye kibubu. Kile kibiashara ninachotaka sijakiinua. Ndio maana mimi nikitoka kwa yule kuzunguka nakuja naambia mwenzangu nafuatilia VI. Pumzika kope pale kidirishani. Inua maisha yako. Ndio wanaenda kujiumiza. Ndio wanaenda kujiumiza na kuchukua hela ya mkopo wa kila siku. So kama mikopo ya hiyo 10% hamna ipo, ila tunakwepa usumbufu. Na usumbufu sio wengine, viongozi wetu wenye wanatubana sana. Hawatupi supporta ya sisi kupata kile kitu kwa urahisi. Ndio maana kuta kijana hapa anatoka anaenda kukopa pikipiki huko kwa riba kubwa, na kati ikiwa halmashauri zina pesa, inashindwa kutoa pikipiki 10 kuja kutoa kwa vijana. Tunashindwa, tunaenda kuumia. Mtu anachukua mkopo anatoka hapa, anaenda kukopa kwa mtu anaanza kutoa 400,000 ndio anachukua pikipiki. So kama hakuna kijana anayekataa kupata mkopo, ila tunabanwa na serikali zetu, viongozi wetu wanatubana. Na sio Mama Samia ajui anatokea huko. Ila wapo wengine kwa walokaa na hizo pesa, wa kutuelekeza, wa kutufanya fanya hivi. Ndio wanatufanyaje? Sisi tunashindwa kuinuka. Mimi sio mshindo kufanya biashara, ila tunataka tufanye biashara, ila tunabanwa chini na hiyo mikopo. Kwa hiyo hali jinsi ilivyo, hiyo Tanzania ya viwanda na Tanzania ya biashara itawezekana kweli? Inawezekana ndio. Chukua mic. Tutatoboa kweli? Kama kuna matatizo yote haya. Bana, kuwezekana inawezekana. Katoboa vizuri tu. Ila mpaka tutakapokuwa
tumeonyeshwa kile ambacho sisi vijana tunahitaji, basi tutatoboa. Vijana wanachohitaji ni nini ili waweze kutoboa? Mfano kama sisi katika hivi tulivyokuwa navyo fursa zetu ndogo ndogo za chini, basi tuwe tunaongezewa katika nafasi kubwa sana, ili mradi na sisi tusihangaike sana katika harakati za utafutaji. Uongezewe na nani? Unajua Mohamed, unaongea kama vile ni kuna mtu amekaa huko kazi yake ni kumfikiria Mohamed aje amsaidie Mohamed. Unafikiri nani atakuja kukusaidia wewe? Tunachohitaji sisi vijana ni fursa tu basi. Nani akupe hiyo fursa? Fursa zinatoka kama hivyo, tukiekewa na serikali yetu, basi tukiwezeshwa naweza. Haya, wengine mnasemaje? Mmekaa kimya sana. Kijana wa Boko Mnemela anaweza kutoboa kimaisha kweli? Kwa jina naitwa Tobias Constantino Mfilinge. Kijana hapa kwa sababu hawawezi kutoboa kwa sababu cha kwanza hawapendi kufanya kazi. Na wakipewa chombo cha mtu, vijana hawapendi kufanya kazi. Wanapenda kukaa makundi tu kuvuta bangi. Wanapenda kukaa makundi kuvuta bangi. Twende. Bosi kama akiwapa pikipiki anaendesha ama anaipaki, anaendesha chombo anavyohitaji mwenyewe. Amevaa kisandozi chake, ananing'ineza mguu, anaendesha tu mpaka bosi mwenyewe anashtuka. Halafu mnasema mtatoboa. Tobias ameamua huko wapiga ukweli. Mnajiteteaje? Hampendi kufanya kazi, mnakaa makundi mnavuta bangi. Mimi sijui sura za bangi kwa sababu mimi sijavuta. Ngoja chukua mic. Mmoja. Kiukweli hapa sio kwamba watu hawapendi kufanya kazi au wanapenda kuvuta bangi. Vijana unaona anavuta bangi anakaa makundi kutokana na nini? Kazi hakuna. Kwa mfano mzuri mimi natolea simtaji nani, kuna shemeji yangu mimi mmoja kweli alikuwa na makundi ya ajabu, ni mvutaji bange, uuni wa kila aina, kesi kila siku. Kwa vile alikuwa na nini? Hana kazi. Lakini sasa hivi kapatiwa bodaboda, anafanya kazi hizo, kesi zote sasa hivi hakuna. Umeona? Vijana wengi wanakuwa wezi hapa. Na sheria huku ukiwa mwizi ukiiba unachoma moto. Wanauliwa kwa sababu kazi hakuna, sio kweli. Bodaboda watu pale ukienda kijiweni pale sasa hivi. Pale wenye bodaboda ni wachache. Wengi unakuta wamekaa pale nasubiria mwenye bodaboda achoke, apate dei waka naye apate hela ya kula. Unakuta pale kijiweni, lakini kusema kwamba hawapendi kazi sio kweli. Mkuta mtu ana bodaboda alale nyumbani kweli? Una bodaboda ulale nyumbani? Hiyo sio kweli. Lakini na maana Tobias ameona kuna fursa nyingine zipo hamzitumii. Fursa gani? Yaani kiukweli mimi nachoona fursa. Mama Samia huko alipokaa kama anatusikia. Kwa sisi hapa vijana wa Boko, sisi kweli tuna changamoto. Tunachoomba kama kuna mitaji ya vijana atuletee. Maana hiyo halmashauri kwa sisi upande wetu tumeikosa na hatuwezi kuipata. Kwa sasa halmashauri yenu isiwape awaleteni. Alete vijana. Halmashauri huko Mama Samia atatusikia. Umeona? Atuletee vijana huku. Na viongozi wetu, yani pia tunataka kwenye viongozi wawekewe nini mkazo. Yani sisi mitaji naweza au hata kama kuna fursa fulani zinaweza zikaja hapa kijijini. Unaweza hizo fursa mnuzangu na mimi usizipate, zinapenda kifamilia. Viongozi wale wanapitisha watoto zao nini. Wewe mwanangu na mimi uwezi zile fursa ukazipata. Kwa hiyo hichi kitu yani katika uongozi tusileteane umimi. Wewe ukiwa kiongozi kwa kiongozi, sio bora kiongozi. Tunataka kiongozi bora. Sawa. Emmanuel hapo alikuwa amesema fursa huku zipo. Hebu zungumza, ni fursa gani unaziona zipo? Fursa zipo. Tena dada wa kina mama. Kwa sababu kuna wengi tu wanakaa hapa Boko hapa majumbani kwao au nyumbani kwao, kuna mabonde. Sasa wao wanashindwa hata kupanda vimichicha au vibamia vinini kwa bebe. Subiri. Twende. Emmanuel anasema kuna vibonde, kwa nini hamwendi kupanda vimchicha? Hebu mpe dada yule hajazungumza ili aweze kuelezea. Vibonde hampandi vimchicha, vibamia. Kwa majina anaitwa Darlin. Kweli mabonde yapo, lakini huku changamoto ni maji. Maji hakuna, dumu 500, utamwagilia mchicha vitalu vingapi? Bondeni maji. Bonde lipi? Litaje bonde ambalo lina maji. Tunaongea moja jamani. Maji hapa Boko Mnemela nzima, yani maji yanatoka Chamofu. Hamna maji yanayotoka zaidi ya huko. Kwa nini fursa hizo wanaziona wakina dada ndio wakafanye kulima hivyo vimchicha na vibamia? Kwa nini wewe usiende kulima? Sasa
Ndio maana mimi nikaongea hivyo kwa sababu sasa mimi nimetoka kwenye hizo kazi. Mimi nimetoka kwenye hizo kazi hizo. Hizo za kulima si kazi. Yaani kiufupi nimefanya kazi nyingi tu. Kwa hiyo mimi naona hata kwa hawa kina dada ambao hana kazi, hivi bondeni kama bonde mfano linajaa maji, lishakauka tayari. Ukimwita hata mtu akachokonoa kisima pale hawezi kupata maji hata wala ya kumwagia kimboga mboga pale. Mpe maki amalizie. Umeshamnyang'anya tena. Yaani hapa Boko changamoto ni maji. Hakuna bonde lenye maji. Boko yote hii tunakunywa maji kutoka Chamofu. Huko kwenye shamba la mikonge kwa Moo ndo maji yanatoka, tunakunywa kijiji kizima. Bonde mimi nimezaliwa hapa na yajua mabonde yote. Sasa Emmanuel, mbona wewe wenzako wote wanasema kwamba hayo mabonde hayana maji? Huyu hajazaliwa Boko, mimi nimezaliwa hapa, nimekulia hapa na naishi hapa. Hamna maji. Bonde lipi? Na mabonde yote kwa tushachokonoa visima, tunaenda hadi usiku wa manane na maji hakuna. Maji hayo ni ya msimu masika, na masika mwaka jana haijatokea. Bonde lenye maji hakuna maji. Sawa. Haya, hiyo fursa moja imeonekana iwezekane. Kuna fursa gani nyingine unaiona huko Emmanuel? Fursa zipo nyingi tu. Kuna sehemu kijiji kimoja kule panaitwa Zumba kule mashambani, umeona? Kwa kule nako kuna fursa kibao tu kwa kina dada ambao wao vijana sisi ambao tunatuna kazi kuliko kukaa vijeni jioni. Fursa gani huko? Subiri. Kule shamba fursa zipo nyingi. Hakuna. Kule kuna mabosi kibao kule, sawa? Kwa hiyo mfano kama sisi vijana, kama vijana. Hivi mimi kijana naona kwamba baba kijioni nimekaa sina kazi, sawa? Nashindwa hata kutoka hapa kwenda kule shamba kule kukatakata mikaa, kuchukua jembe kule makipande. Hakuna. Naona watu wameshtuka sana hapo kwenye kukatakata mikaa. Subiri mimi hebu mjibu alafu anapopazungumzia yeye. Haya, tusikie huko Zumba. Huko Zumba anapopazungumzia yeye, mimi babangu anaishi huko. Napajua vizuri tu. Fursa kubwa iliyopo kule ni udada poa. Unakubali dada yako akafanya ni udada poa? Hamna kisiki kule. Hakuna. Mimi nimeishi miezi 3, nimeenda kwa babangu kumtembelea, nimeishi miezi hiyo. Fursa kule ipo pombe za kienyeji na udada poa. Yaani mimi niende ni ubanda, yani huku tunasema ubanda, nikakaya ubanda. Hamna kisiki. Au mabosi ni wanafanya kazi wao hapo special wamewaeka. Wewe Emmanuel ndio unawarengesha wenzako kwenye ubanda, ndio unaona ndio fursa hii. Yaani mimi kwenye ubanda sijaambia mtu aende kuuza ubanda. Huko Zumba hakuna. Hao mabosi unaosema wewe wanakuja na wafanyakazi wao special. Ni wanakaa pale kazi yao kusafisha hayo mashamba. So tu wewe utoke hivi uende tuombe kazi ya kisiki. Kule udada poa masaa 24 hivyo vote unavyojiweza mchana asubuhi. Hivyo. Nani sasa? Mpe semeni anaongezea. Huyu anatuambia fursa nyingine kwamba mkaa. Kiukweli huku watu haya mambo ya mkaa watu wakata, lakini hao forest mtu anakamatwa anapigwa, wengine mpaka wanauliwa na hao forest. Huo mkaa unakatia wapi? Forest. Ukikamatwa uko njiani, una pikipiki inaobeba mkaa inabebwa, mikaa na wewe mwenyewe unapigwa, wengine mpaka wanakufa. Je, huo mkaa unakatia wapi? Umesikia wewe? Hiyo ndio, lakini pamoja na hivyo. Yaani umesikia? Kijiji cha Boko. Mimi ni mgeni. Kijiji cha Boko, siji cha Kibaoni, siji Mpiji. Ukifuatilia kwa sana kabisa watu wengi wanategemea sana huko Zumba. Anayebisha. Asilimia kubwa wanaotegemea sana ni mimi nambishia. Kwa nini wapategemee? Wanabutua, kubutua ndio nini? Unajua hebu ngoja tumpe mic dada hapa. Hebu chukua mic. Sasa umekaa kimya sana ujue. Unatafakari? Yaani tangu nitoke mkoani Kahama na mwaka wa 21 nimeingia hapa 2005. Yaani Boko afadhali ya jana. Kama hapa Boko yani hapa ambao ni wa muda mrefu hawana hata maendeleo. Lakini wanaokuja hao wananunua, kama sasa hivi kuna bosi hapa anaitwa Steve, yani yuko juu zaidi kushinda hata wale wakuta Boko kiukweli. Yaani yeye amekuja na hela zake anawekeza kama hivyo, akipenda kieneo chako anakinunua, anaweka muendelezo mwenzio, wewe unarudi nyuma yeye anaenda mbele. Sasa huyu anapotuambia si maswala si ya bustani. Sasa hivi hata tukisema tushuke huko mabondeni tukaangalie maji ni hakuna. Yaani lakini kwa mfano uliotolea ina maana hoja yake inakuwa na mashiko kwamba mgeni akija subiri, mgeni akija anaweza akaona fursa. Akipata mtaji anatoboa. Ndio maana sisi tunasemaje, kama kuna mitaji. Ngoja, hauna
Mike, subiri. Subiri nimalizie. Subiri basi. Subiri nimalizie. Moja mmoja. Subiri nimalizie. Yule ni mgeni. Alikuja na mtaji wake, akaona fursa hapa. Unajua mtu yote anaangalia sehemu yenye fursa. Hata mimi leo hii na hela yangu, nitaangalia sehemu gani ina fursa. Nitabidi niende kaanzisha nini? Maendeleo yangu. Sio mpaka nilipozaliwa. Si unaelewa? Maendeleo ni popote. Kwa hiyo sasa hata yule kwa hiyo fursa zipo. Ila lakini namna ya kuzitumia hizo fursa, yani kwa mfano mitaji ndio hakuna. Aha. Kwa hiyo yule alikuja na pesa zake, siku na mama Mema wote ni walikuja, ile walikuja na hela zao. Tuna mama Mema hana hata miaka mingi hapa. Ndio hapa anasaidia hata vijana, baadhi ya vijana anasema watu hataki kufanya kazi. Wamefungua, wamenani hizo nini mashine za matofali, viwanda vya matofali. Nimeona viwanda vingi vya matofali. Wanapambana sasa hizi. Sasa kuna kijana ambaye asifanya kazi. Hebu chukua mic. Chukua mic. Ukizungumza bila mic unakuwa husikiki. Ulichokuwa unasema wanapambana vijana. Wanapambana saa nyingine wanapambana kweli. Wanapata riziki lakini ajira yani hela ndogo. Sio hela. Hela hizo unakuta kiwanda kimoja unakuta watu mpo wengi. Kiukweli vijana tunapambana katika hiki kijiji, ila sema ndio hivyo, unakuta ajira zenyewe zinakuwa ndogo. Unakuta kwa mfano kiwanda kinahitajika watu labda 10, alafu nje kijijini kuna vijana wapo zaidi ya 100. Unakuta kwa hiyo ndio hivyo, sio wote tunaweza tukafanya kazi sehemu moja na tukapata. Kwa hiyo ajira ndio changamoto. Hivi nikisema kwamba nahisi kama mnakatishana tamaa nyewe wenyewe. Mtu hajaenda kwenye kiwanda, amesikia story ya mwenzake akisema kwamba kule kwenye kiwanda unatakiwa utoe pesa, rushwa ya ngono ndio upate, basi na yeye hata hajaenda anafanya ile, inakuwa kama story yake. Amesikia huko bondeni hakuna maji, hajaenda kujaribu, anafanya na yeye inakuwa kama story yake kwamba haendi. Hapana. Mtanijibu vipi hapo? Hapana, huwa tunaona na hivyo vitu vipo. Kiasi kwamba unaenda unaona, unajionea, sio kwamba labda unakuwa labda umehadisiwa au vipi. Tunajionea kwa sababu sisi ndo wakazi hapa kijijini na wazaliwa, kwa hiyo tunaona. Ukiona paka mtu anaongea kitu basi ni kipo. Sawa. Haya, tunaelekea ukingoni. Tunatokaje sasa katika hii hali? Kupambana tu maana yake nini? Tunatokaje katika hii hali? Tukiwezeshwa tunaweza. Tukiwezeshwa. Kwa unahitaji kuwezeshwa, Hoja nyingine? Mimi labda nafikiri tutengenezewe barabara. Mfano kama huku Boko, yani fursa ni chache sana. Kama hivyo viwanda vya matofali, labda na nini, yani ni chache sana. Mfano barabara ikitengenezwa, hapa hadi Mbezi nauli ni shilingi 2000. Kwenda na kurudi ni shilingi 4000. Mtu unaweza kupata kazi Mbezi, lakini ule mshahara unaulipa hapa unalipa 6000 kwa siku. Ukifikiria nauli, ukifikiria hela kutumia, kwa hiyo inakuwa nafanyaje, inakata. Lakini barabara ikiwa mfano kutoka Buguruni hadi Chanika nauli ni shilingi 1000. Lakini ni mbali sana. Hapa hadi Mbezi ni karibu, lakini nauli ni ipo juu sana. Lakini barabara ikiwa vizuri, na maana labda tunaenda hadi Mbezi. Barabara imeanza kutengenezwa, kuna sehemu kama Korofi pale. Hapana. Yani ndio imeshatoka. Ndio inakuaga hivyo afu ndio. Inakuaga hivyo. Yani tu inachongwa kwa kawaida tu hivi labda tu. Yani tunataka barabara ambayo yani ni ya uhakika. Jukumu la kutengeneza barabara la nani? La serikali. Sasa hatujui changamoto iko wapi huko kwenye serikali. Mbunge wenu aliwaahidi barabara katika ahadi zake, nauliza tu. Hizo yani ni za muda mrefu kwa sababu hapa Boko mimi toka nimezaliwa umeme upo. Na umeme hapa kukatika, yani ukikatika kwanza kote ukikatika, yani umechelewa sana, ni nusu saa, ni jambo la uhakika. Hata ukienda kuomba umeme huko TANESCO, yani ni chapu tu lakini changamoto hapa kubwa maji, barabara. Wabunge ndio hivyo hivyo, tutawaletea miaka yake inaisha, anakuja mwingine ni hivyo. Mmefuatiliaje kwa mbunge wenu kuhusu ahadi ya barabara? Hebu mpe dada hapo. Nakumbuka barabara hii mbunge alisema tumepewa kilomita 8 za lami. Huyo mbunge sio huyu aliyopita ya miaka hii. Mwingine alofeli anaitwa Mwakamo. Alisema tumepewa kilomita 8 za lami. Kuanzia wapi mpaka wapi? Yaani sisi hapa mpaka wetu tunaanzia hapa katikati pale timiza chini pale. Kuna sehemu kuna vinani vimeandikwa pale Mnemela View. Kuanzia pale kuja kilomita 8. Na kule yule akiba mjini anatakiwa anzie pale kushuka kule kilomita zake amalizie. Lakini tumesikia tu mazungumzo maneno, hatujaona kilomita 8 wala moja. Mpaka lakini tuliambiwa imeshatoka budget ya barabara kilomita 8 lami. Lakini kila mbunge anaipita, unajua akija maneno mengi, vitendo hakuna. Hapa tulipo maji ya bomba hayo. Ukiona yametoka labda kaja mbunge kutudanganya, kesho atamwagika. Akiondoka baba tunalia. Imeisha. Na nyie mnafanyaje? Mpaka tunayamisi maji ya bomba. Hayo maji tunaokunywa ukiikuta yani tunamimina kwenye ndoo yale.
Maji yani hapa leo tumelumbua leo na haya maji mnotugea, tumesafisha utumbo. Hawa ni nani? Haya maji leo wamewapa nani? Umoja wa Ulaya na The Chanzo. Ndio tunashukuru tumelumbua. Ndio mnasema mmelumbua? Tumelumbua. Tuna changamoto ya maji. Kama kuna mwingine mtugee. Yani msiende nayo mtuachie. Yani ya maji akitoka siku akitoka kama unavyoona ile story ya Kilikuu. Yamelegea tunapiga kelele. Yani katika ndio hivyo hamna, lakini tuna changamoto nyingi. Mnafanya nini sasa kuweza kuwafuatilia viongozi wenu kama ni hayo maji yasiwe maji ya kudanganyia, kama ni hiyo barabara hizo kilomita 8 ziweze kujengwa? Nyinyi mnafanya nini kuhakikisha kiongozi ahadi aliyoitoa anaitimiza? Mnafanya nini? Yani hapa niongee ukweli. Wananchi tunapambana sana. Tunaongea sana. Tunajitahidi sana. Mimi naweza nikasema kitu moja, chema kidumu. Unaweza kumkumbuka mtu ambaye hayuko. Namkumbuka mbunge wangu mmoja ameshafariki, anaitwa Ibrahim Msabaha wa Soga. Yule baba katika mbunge alioipambania Kibaha vijijini. Yule nampa maua yake sana. Lakini Ibrahim Msabaha ndio yeye unasema kwamba chema hakidumu. Wakati wa uhai wake mlikuwa mkimnanga sana pia. Hakuna. Yule jamaa. Labda nikwambie ukweli, umeona mimi? Mimi nimesoma form 1 mpaka namaliza form 4. Tulikuwa watu 16. Hapa Boko tumetoka watu 16 Mpiji na hapa alikuwa anatusomesha mbunge huyo Ibrahim Msabaha, sitaki niongope. Kulikuwa hakuna umeme hapa. Kulikuwa hakuna umeme Soga. Yaani kuna sehemu kulikuwa hakuna zahanati hapa. Hizi shule nazoona kulikuwa kuna vikao, shule anakuja su nini. Lakini yule baba kiukweli alikuwa anapambana sana. Tumeletewa hapa umeme. Yakaja yeye kapambana. Haya maji ya viongozi wanaokuja wote. Hivi vitu ambavyo Msabaha kashaviacha ndio wanakuja kumaliza, lakini utekelezaji kashafanya. Ila wabunge wengine wanatudanganya tu. Ila asilimia kubwa chema hakidumu. Ndio kaja huyo mwingine kapambana kweli. Wanadanganya kwa sababu wameona ni rahisi kuwadanganya, na nyie mmekaa tu mnakubali kudanganya. Tunaongea, tunapambana vya kutosha. Yaani kama unavyoona vile mtu akitaka kuomba kula, lazima kuambie kweli. Mimi nitafanya hiki, nitafanya hivi. Anapopita anakuja anajisahau. Tunamsubiria, si bado hajakuja kutoa shukrani. Tutamsubiria, tupo tunaopenda kuongea kama hivi. Tupo wakuelekezo, tunaumia roho. Mnamsubiri aje? Nyinyi hamtaki kumfuata labda kwenda kwenye ofisi yake? Mbunge ana katibu. Labda ofisi yake tunatoka hapa tunaenda Mlandizi, ndio ofisi yake. Tuko mbali naye. Changamoto kama za maisha yetu mbala. Una 2000 uwaze madumu ya maji, uwaze mwanao anakula nini, hujawaza nauli. Ila wapo tunawapelekea ujumbe wetu, tujajua wanapeleka wanafikisha ujumbe au vipi. Ila sio kama hatutoe malalamiko yetu. Tunatoa katika uongozi, tunaanzia chini. Na wanaona kwa sababu viongozi wengine mbona tunao hapa. Diwani tunaye. Yuko hapa. Shida tunazopata sisi na yeye anaziona. Kwa hiyo yeye kama anakutana naye, ujumbe wetu ule anafikisha. Ila utekelezaji, yani sisi tunapambana, utekelezaji wao ni hafifu sana. Sawa. Unanyongeza? Na la nyongeza. Nataka nimsupport dada yangu pale. Kaongea vizuri, kaongea maneno mazuri. Kikubwa tunaongea sana na watu wanaongea sana. Wananchi kama kulalamika wanalalamika sana. Ila malalamiko haya hayafiki sehemu husika. Kutokana hamna chombo cha kufikisha haya malalamiko sehemu husika. Chombo sahihi cha kufikisha malalamiko sehemu husika ni chombo gani? Yaani dira kama hii mnapokuja kufanya kitu hichi mchoma kulifanya kitu kizuri pia. Maana kila tunachokiongea, mtu anachosema ambacho ni cha kweli kinachohusu jamii kinafika sehemu husika. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Ni vizuri mlichokifanya. Ila kingine kama ifuatazo alivyosema bana, shida ni barabara, maji yanasumbua. Tungeomba niombe basi tufanyiwe hata angalau hata tupate hata barabara, maana barabara pia usafiri umekuwa ni shida. Na pia kwenye wenu watasikia kwenye kujikwim sasa. Inabidi sisi tupambane. Tukisema tuombe siwe fursa tufanye hichi itakuwa ni ngumu. Tupambane kadri uwezo wetu, jamani, tupambaneni, tutafute kweli, na pia serikali tunaiomba itusaidie. Sisi tunapambana na yenyewe kama ni ombi jamani. Nasikia lugha ya kwamba tupambane, lakini tukiulizana kupambana maana yake nini hatupati majibu ya moja kwa moja. Fursa zikitajwa tunaanza kusema shida katika hizo fursa, halafu tunasema tena serikali tuletee. Kiukweli mimi sioni mkitoboa. Kutoboa kupo. Kama ndo mnataka tumletewe. Kutoboa kupo. Tusubiri tuletewe, ila tulikuwa tunaomba fursa, yani kama hivyo
basi na sisi watu hali ya chini fursa zipo, ila wanapata wenye hali ya juu. Yani ukiona, yani tunaomba fursa zije, hata sisi maskini tutambulike, pia tusaminiwe. Sisi pia ni binadamu jamani. Sawa, tunaelekea ukingoni. Nataka turudi kwenye lile swali letu la malezi katika familia, watoto na kadhalika. Nianze na vijana wa kiume ambao mko hapa. Wangapi mna watoto? Vijana wa kiume 3, 4, 5. Mnaona aibu vipi? Wangapi mna watoto? Nyosha mkono. Vijana wa kiume, wangapi mna watoto? Wangapi kati yenu mnaishi na watoto wenu? 1, 2. 2. Kadhaa mna watoto, lakini 2 tu ndo mnaishi na watoto wenu. Na mnavyoishi na watoto wenu, na mama wa watoto mnaishi naye? Wewe unaishi naye. Wewe Mohamed? Ila mtoto wako umemchukua, unaishi naye. Wakina dada, wangapi mna watoto? Nyosha mikono. Wangapi mnaishi na baba wa watoto? 2. Wengi ni masingle mother, kwa sababu tumeona pia wanaume wengi wana watoto lakini hawaishi na watoto wao. Hivi mnafikiri athari za familia za aina hiyo katika jamii yetu ni nini? Baba haishi na watoto, amemwachia mama peke yake. Athari katika jamii yetu ni nini za malezi ya aina hiyo? Hapa athari inakuja, unakuta mtoto anakosa haki zake za msingi, sababu mtoto anaelewa na mzazi mmoja. Mfano kama mama, unajua mwanamke ni mwanamke, ingawa sasa hivi tunasema 50 kwa 50, lakini kiukweli mwanamke hawezi kushindana na mwanaume hata siku moja. Mwanaume atabaki kwenye nafasi yake tu. Kwa hiyo sasa mimi nitavyoachiwa watoto, mimi binafsi hapa, labda mimi hapa na watoto 2, nitapoachiwa mama wangu akaniacha wale watoto, sitoweza kujikwim kama vile alivyokuwa na baba yake. Kwa hiyo watoto wangu zile elimu, labda kama nilikuwa namsomesha private, akabidi arudi shule ya kawaida. Kama mahitaji mengine yale binafsi pia yatanishinda. Pia ukija unakuta ongezeko la watoto wa mtaani, kwa sababu ndio hivyo, unakuta mzazi haeleweki. Unakuta kama watoto sasa hivi mabinti wengi wanaingia ndo kama kwa ubanda, unawakuta. Ndio hii kutokana na nini? Malezi nyumbani, mzazi yani yupo mmoja, kiangalia lishe nyumbani duni, lazima mtoto naye akahangaike apate kula, ndio inakuwaga hivyo. Kuna mwenye nyongeza? Nadhani hilo liko wazi kabisa. Amenyoosha. Unataka uongeze? Kingine mtoto, unajua kati ya baina yangu mimi labda mzazi na mzazi, unajua mpaka hadi mnakuwa mmevurugana, mtoto anakuwa amebaki kwa mama sana. Asilimia kubwa mama ndo anamtaka mtoto, anamng'ang'ania. Wewe unamtaka kimya, anamng'ang'ania. Mimi nataka niishi naye, lakini mama ndo asilimia kubwa anang'ang'ana aishi naye. Lakini ndo wamesema kwamba wakiangalia jinsi unavyoishi wewe, yeye anaona mtoto hawezi akaishi maisha haya. Anaishi, tuna wazazi pia, anaweza tukampeleka kwa, yani tuna wazazi wetu pia. Kwa nini apelekwe kwa bibi na wakati mama yake yupo? Sasa mimi ili nimpate kumuona kiurahisi. Kwani huduma na nakataa. Kwani mtoto anakula shilingi ngapi? Uelewa kati ya wawili au uelewa wao mtakuwa mchache. Kati ya mwanamke na mwanaume, uelewa unakuwa changamoto. Unajua wanawake wanapoachana, afu na istoshe ni sisi hapa tunazaa bado wadogo sana. Na tunapozaa mwanaume anapokimbia sangine mmoja wapo bado anampenda mwenzie. Kwa pale kuna kushindana. Kuna kuvutana pale. Na mwanaume anakuwa jeuri kwa sababu nikimpa yule chakula, nikipeleka chakula cha mtoto wangu, atakula na mama. Kwa ngoja nikaze nimkomoe. Kwa wote nini? Ni uelewa wetu unakuwa. Yaani mtu aliyempenda mwenyewe akazaa naye mtoto, lakini inamuuma akila chakula kwa pesa ambayo yeye kapeleka. Ile ni choyo tu chao. Yaani unakuta mtu kazaa na mwenzie kaja kamtelekeza, alipomtelekeza kutoa 1500, ataona na huyu naye mwanamke atakuwa atatoka shavu bure. Cha msingi hapa sipeleke hata 100 mbovu. Ndio anapomtelekeza mtoto. Mimi nimezaa na watoto wangu 2. Tumekuja tumepambana, kaja kamchukua mtoto wake alofanana naye. Mimi nimebaki na mmoja nifanana na mimi.
Kamchukua mtoto wake anafanana naye. Yule mwingine akasema huyo mweupe sio wa kwangu. Na mimi kanikuta kamati ya roho mbaya. Sijawahi kumbipu, kumpigia, kumfanya chochote. Na mpaka sasa hivi kaja akamkuta mtoto mkubwa. Anauza mwanangu yuko wapi? Kama mwanao gani? Huyo kama mtoto wa jirani. Mtoto wa jirani? Sijamuelekeza. Kamati ya roho mbaya. Kingine sisi wanawake kinachotufanya kwamba watoto tusiwaache wakaenda kwa baba zao. Unakuta kaoa mwanamke hawezi kumpenda mtoto wako. Wachache sana wanawake wanaopenda watoto wao. Unaona? Kwa hiyo mimi siwezi yani nikakaa boko hapa labda nikawa mwanangu hayupo sasa shapata kazi na kula vizuri asubuhi supu mchana chakula cha kushiba afu mwanangu kule unakuja kupigia simu mama sijala. Hiyo sio kweli. Alafu kingine baba sio mwangaliaji wa mtoto kila muda. Baba anatoka kama hao bodaboda. Ushaoa mwanamke, una mtoto wako pale, hana mtoto. Ukute ndo ana kimimba tayari. Kwa hiyo wewe uko kwenye bodaboda mara si uko Tumbi, mara si uko wapi, huku mtoto anapewa vyakula vya juzi. Unaona? Kwa mtoto kuja kukueleza kama mimi watoto wangu yani, ni watoto wa kiume lakini ile roho yao yani kueleza hawawezi. Kwanza mwanangu tu ukimfokea analia, haya ndo nimwache tena akaishi huko. Mimi nasemaga siku zote bora nipambane naye atakavyokuwa mkubwa ataenda yeye mwenyewe. Lakini sio kumwacha sasa hivi mtoto aende. Mama wengine mama wa kambo ana roho ngumu. Mimi mwenyewe binafsi mtoto wa kambo siwezi kumlea. Labda nimkute kwa mwanaume namlea. Lakini sio ndo ninaishi na mwanaume akaletwa. Atakula hata vipolo. Atakula vipolo tena wewe. Yaani siwezi kulea. Yaani hivi mfano nimejenga na mume wangu, nimezaa naye watoto labda mfano kama hao kina wawili. Kaenda huko Kapuyanga anakoweza kakabidhiwa mzigo. Bwana peleka mtoto wako huyo. Si unajua mwanamke mwingine unakuta yani kama mimi hapa niko tu singomaza. Alafu nikapata mwanaume kazaa naye yule mwanaume ana mtoto. Alafu yule mtoto mimi niko singomaza alafu wewe na mke wako na watoto nyumbani namkabidhi. Sasa ndo kashakabidhiwa vile kaleta. Mimi simpokei. Atakula vipolo. Yaani namwambia kabisa chagua kimoja. Mwanale vyakula vya moto ukiwa naye. Lakini yule mtoto anakosa gani malaika wa Mungu? Anakosa ila sasa yeye anaenda kupuyangaje maisha magumu haya anakuletea. Lakini sasa wewe unamwadhibu mtoto. Ndio hicho ninachokikataa mimi kuwapeleka kule wanangu. Nitakuwa natukana matusi yanguoni mimi. Mama yake huko anazulula tu. Matusi kibao. Ndio maana bora nipambane nao mimi mwenyewe. Siwezi kumwacha mtoto aende huko. Ndio maana tunaonekana kama Mohamed anasema kwamba ndio maana wanaona baada ya kuwapeleka watoto kulelewa na wanawake wengine wanawapeleka kwa mama zao wakalelewe na bibi. Mimi naoja. Sio hapo kwa bibi hapo. Kuna mabibi na mabibi wake. Maana mabibi wengine mabibi vijana. Maana kuna mabibi kuna mabibi wanajiita vitoto vya 2000. Hao ni mabibi, umri ushaenda. Wengine 45. Bibi hajiona umri bado. Hivi 45 ndio umri ushaenda? Anajiita 45 namba za wauni na yeye bibi huyo. Hizo namba za wauni yeye anajiita bibi yeye 45. Kwa Kizaramo tu. Hamna cha Kizaramo, yani sasa hivi usimtukane Mzaramo, usimtukane yani sasa hivi kila kabila lishachafuka. Usimwambie tu Mzaramo. Hao bibi ndio wakoje? Wakoje au mabibi? Unakuta bibi mwenyewe ana mambo mengi. Bibi anamwacha mtoto nyumbani anaenda baa. Bibi yani hata ule muda na yule mtoto kumshughulikia hana. Sasa kwa nini mimi nimwache mtoto akateseka wakati mimi mamake nipo? Mimi binafsi katika upande wangu siwezi mtoto kumwachia baba, sitaki mtoto aende kwa bibi wakati nipo hai napumua. Nitapambana naye kivyo vyote. Katika mionekano, yani katika mionekano ambayo inaonekana na jinsi ilivyo. Tunaamini mara nyingi sana mabibi ndo wanapenda sana watoto wanajua kulea kuliko hata nyinyi wenyewe wazazi yani. Hilo sisi tunaliamini na ndio maana sisi tunapokuwa tumechanganya. Wamesema sio mabibi wa siku hizi. Hapana, sio kweli. Ina maana hata katika imani bado tunaamini hilo sisi. Miaka 45 namba tu. Hapana, yani ukweli ni huo kwamba ni sisi ndio maana tunashindwa kukaa nao au tunashindwa tunapokuwa tumezinguana labda tumegombana. Tunaona bora wao waendelee na maisha yao na sisi tunachukua wale watoto wetu. Basi kwa kuwa hatuwezi kumpa mama mwingine aweze kuwalea. Tunaona haiwezekani swala hilo kwa sababu hawa mama ndo kama hivyo wanavyosema watu hawawezi wanalombaya. Tunaona bora tuwapeleke kwa bibi zetu atalelewa bora kuliko kukaa na mwanamke wote yule. Ndio maana sisi hatuwezi kutafuta mwanamke akatulelea mtoto. Sasa hapo nikuulize swali moja. Unampeleka mtoto kwa bibi. Sasa wewe kwa nini wakati unamtafuta huyo mtoto wewe na huyo mke wako hamkumshirikisha bibi? Sisi tunatafuta mtoto. Mmepata mtoto mwende mkampe mzigo bibi. Bibi alikulea wewe, akataabika na wewe. Yeye kazi yake ilikuwa imeshaisha. Sasa hivi ni wajibu wako wewe kupambana. Yule ni mjukuu ataenda kutembea tu na kurudi. So mpe tena majukumu yeye bibi, anza kumlea mtoto tena kama alivyokulea wewe. Mabibi ndio hivyo, maana yake hata sisi wenyewe wengine tumelelewa na mabibi. Maana yake tusiongee uongo kwa sababu hata sisi wengine tumeona ladha ya mabibi kuliko hata wazazi. Kwa hiyo lazima inavyojulikana lazima kwanza tuwape nafasi kubwa sana. Wote wanaongea lakini
unakuta watoto zao hata kama wanaishi wanaenda sehemu yoyote, labda wanatoka wanaenda kuacha kwa mabibi zao, lazima wanaenda kuacha. Yaani usiende kwa muda, alafu kuna kimoja. Kwa nini usimpeleke kwa mdogo au shangazi, unampeleka kwa bibi? Mtoto anapoishi na baba na mama kunakuwa na malezi ya tofauti na bibi mama, na pia mtoto anahitaji mapenzi ya baba na mama, si unaelewa? Ndio maana mnaambia wazazi, mnapotengana lazima mtoto mtamharibu kisaikolojia tu, kwa sababu mtoto akiangalia baba na mama ilikuwa hivi, ndio inakuja historia. Ndio kama wewe, mimi nililelewa na bibi na mimi mwanangu nampeleka kwa bibi na mwanangu atampeleka kwa bibi, kwa bibi na kwa bibi na kwa bibi. Ndio maisha yetu. Sawa, asanteni. Nadhani ndio maisha yetu. Nadhani hilo liko wazi, tunatofautiana mitazamo. Ndio. Mudi yeye kwa sababu alilelewa na bibi, anaona bibi atakuwa na upendo zaidi kwa watoto, lakini wakina Husna, wakina Semeni wanasema hapana, alimradi wao wako hai watapambana na watoto wao. Wengine wanasema hawalei mtoto wa mwingine. Tunazidi kuiathiri jamii yetu sisi wenyewe, lakini turidhike na hapo tulipoweza kufikia. Tumesema mazungumzo yetu haya yameletwa na The Chanzo pamoja na Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya mmewahi kuwasikia? Semeni, umewahi kuwasikia Umoja wa Ulaya? Mimi Umoja wa Ulaya nilionaga mtandaoni tu. Weka maiki vizuri. Umoja wa Ulaya mimi nilionaga mtandaoni tu, ila sikufuatilia. Uliona mtandaoni kufuatilia. Wengine? Umoja wa Ulaya sio neno geni, lakini sikuwahi kuwafuatilia na kujua kwamba labda wanashughulika na nini. Maana sisi kawaida nyingi sana vijana anaweza akasikia neno alafu asilifuatilie, wakalipuuzia tu akaliacha. Mnafikiri taasisi kama hizo Umoja wa Ulaya zinaweza zikawa na mchango gani katika maisha yenu ya kila siku? Umoja wa Ulaya mimi hapa ninavyowaza, taasisi kama hizo mara nyingi waga, kwa sababu nchi za wenzetu kidogo wameendelea, wanakuwaga wanasaidia nchi kama za kwetu hivi, unakuwaga kuna misaada inakuja, unakuta kama kuna mashirika yanakujaga hivi kusaidia. Ndio mimi ninavyoelewa hivyo. Mmewahi kusikia msaada wowote mashirika hayo yanakuja? Nimesikia umetaja shirika moja. Ndio. Camfed. Wamesaidiwa na Umoja wa Ulaya, wanafanya yani ile shirika wewe mwenyewe ni mtu wa Ulaya. Kuna mama anaitwa Anna Cotton. Kwa hiyo ni shirika alikuja huku kusaidia wasichana, kuwafadhili wasichana wenye mazingira magumu, yatima, ili kujikimu kiuchumi na kielimu. Sawa, basi tunapoelekea ukingoni tutawakaribisha na wawakilishi wataweza kuzungumza zaidi. Lakini nataka tuhitimishe. Lakini kabla hatujahitimisha, kama kuna yoyote mwenye nyongeza yoyote kuhusiana na mazungumzo ambayo tumeyafanya. Tumeulizana kuhusu dira, tumekubaliana kwamba dira ni mwongozo na taifa limejitengenezea mwongozo wake wa kuweza kufikia yale maendeleo tunataka kufikia mwaka 2050. Lakini kila mmoja wetu anaweza akawa na dira yake, anaweza akawa na ndoto yake. Kuna wanaotaka kuwa wafanyabiashara wakubwa wenye majina, kuna anayetaka kusaidia wadogo zake katika elimu na familia yake, kujenga nyumba yake. Shakira ametuambia anataka kuwa na mjengo wake, awe mama mwenye nyumba. Lakini tunapozungumzia fursa zilizopo mkoa wa Pwani na Tanzania kiujumla, kuna kuibuka kwa viwanda vingi, lakini kuna changamoto nyingi katika kuweza kupata hata hizo fursa kwenye hivyo viwanda kama ambavyo mmezungumza. Badala yake watu wanaenda kufanya shughuli ambazo zinakuwa ni ngumu kiasi kama alivyozungumza Emmanuel, na wengine wamezungumza kuhusu biashara ya bodaboda inavyokuwa ngumu. Ukipata mitaji unaweza ukaboresha, na mambo ya kubutua, mnaenda mnauza viwanja mara mbili na kadhalika, na kwenda kufanya mambo ya ubanda, msamiati ambao nimejifunza leo. Kuna yoyote kabla hatujahitimisha ambaye kuna nyongeza unasema hili mimi siwezi kuondoka mpaka niliseme kuhusu hali yetu sisi hapa Bokomnemela na Tanzania, viongozi nani wote waweze kusikia? Kuna mkono pale, tumpatie mic. Mimi nina nyongeza
kwa hii dira ya 2050. Nyongeza yangu iko hivi. Sasa hivi kuna fursa ya elimu. Vijana wengi wanahitaji kwenye elimu, watoto wengi wanapambana kwenye elimu. Wanasoma, wanapambana, wanaenda mbali. Lakini kuna watu wengi, yani kuna asilimia kubwa ya vijana waliosoma, kuna degree nyingi ziko nje tunaona. Kuna vijana wengi wanasoma, lakini tunaona wanasoma wanafika vyuo wapi cha maana hakuna. Asilimia kubwa wa wazazi sasa hivi wengi wanavunjika moyo kupitia ushamuona mtoto fulani kasoma mpaka fikia chuo, kaenda form 6 kamaliza, yuko nyumbani. Mnakuja kupambana wote kuuza matembele, kuuza nini? Kwa ninachoomba mimi, hii dira hii ilo ya miaka 50, basi hii support ya elimu iwe na thamani kama ilivyokuwa zamani. Zamani mtoto akisoma akifikia sehemu fulani unasema yes, mtoto fulani kasoma. Lakini sasa hivi sisi, kama mimi nimeona vijana wengi wamesoma. Sasa hivi wengine wanapambana kwenye mikaa na mabusta. Mtu ana degree yake kichwani, lakini anakomana for lost. Naomba kama nitaenda kuonekana Mama Samia aipe kipaumbele elimu. Iwe ina thamani elimu kama ilivyokuwa zamani. Na sasa hivi elimu sio kama ina thamani, lakini kama ukija shule yetu hapa ya Boko unakuta darasa moja na wanafunzi 100, madawati mpaka madogo. Watoto wamekaa chini. Zamani sisi tulikuwa tunasoma darasa moja, sasa kuna wanafunzi 30 40. Mnamuelewa mwalimu. Na mwalimu anapita hivi. Anaenda kuanzia hapa mpaka kule mbele, anawajua wanafunzi wake wako wangapi. Lakini wewe unaweza kwenda shule nyingine, mwalimu kaamuza wanafunzi wako ndio unawajua hapa, asiwajua wanafunzi wake wengine. Kuna changamoto katika elimu, tutaonekana walimu wetu kama hawafundishi watoto wetu vizuri. Ila hizi shule zetu za serikali ni za kata, zina changamoto nyingi. Utawakuta watoto wetu wengine wanakaa chini mpaka sasa hivi. Utamkuta mama kapendeza, lakini mtoto wake shule kule. Kweli tunatamani kupambana watoto wakae sehemu nzuri, wasome sehemu nzuri, lakini iko hivyo elimu yetu yani inaishia sio pazuri. Na watu wamesoma, wengine tunaona kabisa mifano. Tukikaa sisi kama wazazi, malizaje wa form 4 atulie hapa uze matembele. Maana fulani mbona kasoma mpaka form 6 hamna cha maana. Tunaona kwa sababu wewe unakuwa huna wito na kile kitu, kwa sababu ushaona mtoto fulani kasoma na madigrii yake, anapima unga dukani, anauza unga. Kwa hiyo na usome baadaye mwanao atafute biashara gani? Mtu anaweza kupima unga na maisha yakaenda. Kitu cha kawaida kaikaza kigenge hapo. Wakati wewe ushasoma mwenyewe unategemea mwanangu baadaye nimkute kwenye kiti anazunguka. Lakini kile kitu hakuna. Ipambaniwe elimu kama mwanzo. Haya, semeni kwa uchache kabisa, alafu kuna mwenzetu mmoja hapa sio nitamkaribisha. Yeye sio mkazi wa Boko, lakini amekuwa hapa na amesikiliza. Tutampa na yeye nafasi ajitambulishe ni nani na yapi ya kusema. Karibu. Hapo kwenye elimu anaposema kwenye kazi hapo, mtu anasoma anamaliza, lakini kazi ipo hivi inaenda connection. Maana hapa kuna mtu kabisa wa mfano nimtolee. Ila siwezi kumtaja jina. Yaani yule mtoto amesoma mwisho form 4 na cheti chake ni cha kawaida sana. Lakini kwa vile familia yake yani iko vizuri yani. Yaani ina uongozi yani kuanzia uko juu mpaka chini yani wapo kwenye uongozi. Basi yule mtoto yani yeye hata mafunzo yake kasoma miezi 6, lakini sasa hivi anakula mshahara. Lakini unakuta mtu ana degree yake, mimi na kakaangu kamaliza hadi chuo. Lakini ninavyokuambia sasa hivi ashona mabegi pale Keko. Umeona? Sasa ndio maana hata mimi nikamwambia gani? Sasa mbona unamcheka? Kwa sababu ndio kama hivyo naongea mtu wa form 4 anakula mshahara serikalini, ambaye cheti chake ni cha kawaida sana. Mtu kafika mpaka chuo kikuu, anashona mabegi kabisa, anamshonea. Sasa hicho kitu sikumcheka mtu. Lakini anaweza akayashona hayo mabegi kiasi kwamba yakamtoa na yeye akaweza. Yaani yupo kiwandani, kaajiriwa. Sio ya kwake, yupo kiwandani, kiwanda cha mabegi. Kwamba yani mwenyewe kaajiriwa. Yaani ukiangalia mtu ambaye mwenye cheti ambaye katoka na 4 tena 4 chafu kabisa. Sasa hivi yupo serikalini. Anakula mshahara. Basi tuishie hapo, maana yake unaweza ukamtaja sasa hivi. Unakoelekea utamtaja. Naomba tumpe mic dada pale ajitambulishe, yeye ni nani, katoka wapi, na kwa haya aliyoyasikia ana kipi cha kutuambia. Habari za saa hizi. Wakubwa shikamoni. Sisi hapa wote wadogo. Sisi hapa wote wadogo. Asanteni. Mimi naitwa Helen Sisia. Mimi ni mkazi wa Kibaha ila sio Boko. Kwetu ni Kibaha kwa Matiasi hapo. Si mnapajua jamani? Mimi kwetu hapo Kibaha kwa Matiasi, kwa hiyo ni mwenyeji kidogo hapa Kibaha. Kwetu ni hapo kwa Matiasi. Mimi ni mjumbe wa bodi ya vijana
ya Umoja wa Ulaya. Niliona hapa mmeulizwa kuhusu Umoja wa Ulaya, nimewasikiliza. Kwa hiyo mimi ni mjumbe wa bodi ya sauti ya vijana ya Umoja wa Ulaya. Sijui kama mmeshawahi kuisikia. Ndio kwanza leo naisikia. Okay. Bodi ya sauti ya vijana ya Umoja wa Ulaya ni chombo ambacho kipo chini ya Umoja wa Ulaya ambao Umoja wa Ulaya wenyewe ni wadau wa maendeleo, si ndio kama mlivyosema Kwa hiyo wana bodi yao ya vijana ambayo inaundwa na vijana wa Tanzania nzima, kwa maana ya visiwani na huku bara. Kwa hiyo sisi kama vijana ambao tupo kwenye hiyo bodi, kazi yetu sisi ni kuishauri Umoja wa Ulaya kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusu vijana kama haya ambayo nyinyi mnayazungumza hapa. Kwa hiyo sisi kazi yetu kubwa tunayoifanya ni kushauri Umoja wa Ulaya, kwa sababu wao ni wadau wa maendeleo. Wamekuwa wakisapoti Tanzania kwa miaka mingi kupitia sapoti mbalimbali kwa serikali, lakini pia kwa taasisi zinginezo za kifedha, za taasisi ambazo sio za kiserikali. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kwamba, kwa sababu sisi tuko on ground, kwa mfano mimi niko huku Kibaha, naishi Kibaha, nafahamu changamoto za Kibaha kama hivi nimekuja kushiriki hapa. Kwa hiyo maana yake sisi kazi yetu tukikutana na Umoja wa Ulaya, sisi kazi yetu ni kupaza sauti za vijana, kusema vijana wana changamoto 1, 2, 3. Kwa hiyo wakati wao wanafikiria kuleta maendeleo kwa Watanzania, waweze kuzingatia vijana wanahitaji nini. Kwa hiyo sisi ndo kazi yetu kubwa hiyo. Asante. Asante sana Helen. Nadhani kwa watakao hitaji kuzungumza na Helen zaidi tunaweza tukazungumza baada ya mazungumzo haya. Lakini kwa leo turidhike na tushukuru kwa yale ambayo tumeweza kuzungumza. Lengo la majadiliano haya kama tulivyosema ni kwamba kuweza kuangalia kwamba Tanzania imejitengenezea dira yake ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Lakini hii dira sio kwamba ni ya serikali. Hii dira inatakiwa kutafsiriwa katika maisha ya kila Mtanzania, hasa vijana ambao mko leo na kesho, panapo majaliwa bado mtaendelea kuwepo. Ninyi mkielewa na kuweza kuona kuna fursa gani na mikakati gani ya kuweza kufikia yale malengo ambayo yamewekwa katika ile dira, ndio hiyo dira inaweza ikawa kweli hai na ikaweza kufikiwa. Kwa hiyo lengo la mazungumzo haya ni kuweza kufahamu vijana wanasemaje kuhusiana na mustakabali wao na mustakabali wa taifa kwa miaka ijayo. Kwa hapa Boko Mnemela Kibaha tumeona kwamba kuna fursa, lakini changamoto ni nyingi zaidi. Viwanda vipo, lakini shida hata kupata nafasi katika hivyo viwanda, kunahitajika rushwa na mengineyo mengi. Kwa hiyo kwa leo turidhike kwa hayo, mpaka siku nyingine tukijaliwa. Asanteni sana.